impasavyo mtu kuishi. Jinsi impasavyo mtu kuishi. Sikiliza vizuri. Inawezekanika kuna jinsi ambayo haipasi mtu kuishi na anaishi hivyo, na kuna jinsi ilimpasa kuishi hivyo haishi hivyo. Sasa asikie jinsi impasavyo mtu kuishi. Useme amen. Nina ujumbe huu siku ya leo ambao unausikia ukiwa huko hapo. Naomba tuangalie jambo la kwanza ambalo unatakiwa kulizingatia kwenye maisha haya ili uishi jinsi ilivyokupasa uishi. Watu wengi kwenye ndoa wanaishi jinsi isivyopasa waishi. Na hata kwenye maeneo mbalimbali wanayokwenda, hata wasiokuwa na ndoa wanakwenda huko, wanaishi jinsi wasivyopasa kuishi. Kwa hiyo tunajikuta tunagongana sana. Makovu yako ya kutosha, maumivu ya kutosha, kwa kuwa mtu anaishi jinsi isivyompasa kuishi. Mpaka wengine anakwambia mimi nina utaratibu wangu. Nikwambie, soma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, kitabu kinachoongelea mambo ya watakatifu walioko duniani. Wote waliofanikiwa katika mambo ya Biblia hawakuishi walivyotaka. Wewe ishi unavyotaka, maana unaikataa Biblia. Inatakiwa tuishi maandiko yanavyosema au yanavyotaka. Ukiishi kwenye ndoa unavyotaka, utakutana na matatizo. Jinsi ambavyo wewe unataka, hautapata msaada. Iko namna kuishi jinsi inavyokupasa kuishi. Ubinti, kama wewe ni binti, ukiishi kwenye ubinti halafu ukaishi jinsi ambavyo wewe unavyotaka, sio vile ambavyo neno linasema kwa habari ya ubinti wako, hakuna pingu zitakazo kufunga, lakini maisha yatakufunga. Hauhitaji unabii kutabiriwa, utatabiriwa na matokeo ya baadaye.